Kauli hiyo imetolewa na mratibu mkuu wa maonesho hayo Bwana Bernard Mwata leo Aprili 19 akiwa katika uwanja wa Samia Suluhu Hassan, zamani EPZA, mtaa wa Bomba Mbili, manispaa ya Geita, ambapo ameeleza kuwa hadi sasa wageni mbalimbali kutoka nje ya nchi ya Tanzania wameshawasili kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa majina naitwa ndugu Bernard Mwata, ndio mratibu mkuu wa maonesho haya ya wakandarasi na wahandisi yanayofanyika hapa Geita, na rasmi tumeanza siku ya leo. Tutaendelea mpaka tarehe 27. Hali ya ushiriki ni nzuri kwa kweli, na tumepokea nchi mbalimbali. Kuna wa Zimbabwe wako hapa karibia 6, kuna wa China, kuna wa Japan, lakini vile vile kuna wa Ghana, wa South Africa na wa Tanzania, mikoa yote kiujumla, upande wa taasisi na wajasiriamali. Tuko na watu wa GSM, tuko na watu Africa, tuko na Poly Machines, tuko na JCB Metal Plant and Equipment, tuko na Naznine Heavy Equipment, tuko na Voto Tanzania, tuko na Engineers Registration Board ERB. Wahandisi wote wataanza kujiandikisha na kujisajili, lakini vile vile kwa ajili ya uapisho na PDOs. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, mambo ni mazuri, leteni watoto, kuna michezo ya watoto, kutakuwepo na wanyama, lakini vile vile tutakuwa na bar mbalimbali zinazohusika na nyama pori na nyama choma za kawaida. Tuko na Yutan Groceries, lakini vile vile tutakuwa na Mysol Tanzania, Power Africa, Shanpat. Ni makampuni mengi kwa kweli. Jambo Food Products wanaingia Jumanne, kwa mambo yatakuwa ni mazuri, bila kusahau Storm FM. Kwa majina naitwa Abdulkadir Kimaro, ni msimamizi wa mauzo wa Azam Kanda ya Ziwa. Azam TV tuko hapa kama wadhamini wa maonyesho haya ya wajenzi na contractors ambayo yanafanyika hapa katika uwanja wa Samia Suluhu Hassan mjini Geita, tukiwa kama washiriki vile vile katika kuonyesha bidhaa zetu. Tuko hapa na makampuni mengine ya Azam kama Azam Pesa, na sisi kama Azam TV tumekuja na kampeni kubwa ambayo ipo kwa wananchi wetu na wateja wetu kwa ujumla, ambayo inaitwa Kiwashe. Kiwashe ni kampeni ambayo imekusudia kumfanya kila mwananchi ambaye mwenye dikoda, ambaye pengine hajalipia, aweze kulipia dikoda yake, na mwenye changamoto yote katika dikoda yake then aweze kufika katika banda letu. Tuna mafundi wataalamu kabisa wamebobea katika huduma hii, wanaweza kumrekebishia dikoda yake ili aweze kuendelea kupata huduma kama kawaida. Na tunasema mimi imekamilika. Mimi imekamilika kwa maana kwamba Azam TV imesheheni vipindi mbalimbali na channel nyingi kabisa za kuihabarisha jamii, kuiburudisha na kuielimisha, na hata kuiasa kimaadili. Kuna channel za dini, kuna channel za habari, kuna channel za michezo, kuna filamu, tamthilia, na vipo vipindi vya watoto na kadha wa kadha. Lengo ni kuwafanya jamii kwa ujumla iweze kufurahi, kuanzia mama, mtoto, baba, babu na wote katika jamii. Kwa majina naitwa Mhandisi Lightness Mrema kutoka Bodi ya Usajili wa Wahandisi. Katika Bodi ya Usajili wa Wahandisi ni afisa usajili. Tuko hapa katika maonyesho ya wahandisi, wakandarasi na wasambazaji vifaa vya ujenzi katika viwanja vya Samia Suluhu Hassan almaarufu kama EPZA Bomba Mbili mkoani Geita, tukishiriki katika maonyesho haya katika kuhamasisha na kutoa elimu ya kazi na majukumu ya Bodi ya Usajili wa Wahandisi. Katika viwanja hivi katika maonyesho haya tunashiriki tukitoa huduma kwa wahandisi waliopo katika kanda za Ziwa, hususan kama ni mkoani Geita au Mwanza. Tukipata huduma za usajili, tunauisha leseni, tunarekebisha matatizo yaliyoko kwenye akaunti za wahandisi, tunahamasisha ulipaji wa ada za usajili, na pia tunatembelea miradi ya ujenzi iliyopo mkoani hapa. Pia katika maonyesho haya tunatumia fursa hii kutoa kiapo kwa wahandisi, tunasema professional engineer, waliosajiliwa kama professional engineer wanakula kiapo. Pia tutatumia maonyesho haya kutoa kiapo kwa wahandisi waliosajiliwa kama professional engineers. Kiapo hicho kinakuwa ni sehemu ya mhandisi kujikomiti kama atafanya majukumu yake ya kihandisi watafanya kazi katika maadili na uadilifu ya nyanja za kihandisi. Kwa hiyo tunawakaribisha wahandisi wote kukaribia katika banda letu, watapata huduma, na pia tunapokea ushauri ya jinsi ya
kuboresha huduma zetu. Asante.